Leo Julai 21, 2026, shauri la kikatiba namba F73/2026 lililofunguliwa na mawakili Kulwa William Maduhu, Nation Nkung na Paul Kisabo dhidi ya kamishna jenerali wa jeshi la magereza CGP na wenzake linaendelea kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Kuu Dodoma, mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Amiri Mruma. Katika shauri hilo ambalo vikao vyake vya usikilizwaji vinafanyika kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam, waleta maombi waliojitambulisha kwenye kesi hiyo kuwa ni mawakili wa Tundu Lissu wanalalamikia kuzuiliwa au kukosa haki ya faragha wanapokwenda kumwona mteja wao gerezani Ukonga, ambapo katika maswali ya dodoso ambayo yameendelea kufanyika hii leo ni kwamba zoezi la maswali ya dodoso, yani cross examination, kwa mashahidi watatu wa upande waleta maombi katika shauri la kikatiba lililofunguliwa na mawakili wa Tundu Lissu wakidai kukosa faragha ya mazungumzo wanapomwona na kuzuiwa kumwona akiwa gerezani Ukonga anakushikiliwa kwa mashtaka ya uhaini, ambapo nafahamu kesho tarehe 22 mwezi wa 7 shauri hilo litaendelea kwa kuhojiwa kwa maswali ya dodoso kwa shahidi wa upande wa walalamikiwa ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga pamoja na maafisa magereza wengine waliokula kiapo katika shauri hilo. Sababu za kuahirishwa kwa shauri hilo leo ni kutokana na muda kuwa finyu, hivyo upande wa jamhuri ukiongozwa na wakili Stanley Kalokola uliomba mahakama kuahirisha kwa shauri hilo mpaka siku ya kesho, ambapo walalamikaji kwenye kesi hii ambao pia ndio waliokuwa mashahidi ni mawakili watatu ambao ni Kulwa Maduhu, Nation Nkung na Paul Kisabo ambao ni mawakili wa Lissu, huku wajibu maombi wakiwa ni mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna jenerali wa magereza, mkuu wa gereza la Ukonga, Tundu Lissu na chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Lakini pia katika hatua nyingine ni kwamba wakati kesi hiyo ikiwa imeahirishwa kwa lisali moja kwa ajili ya kupata mapumziko, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bwana Tundu Antipas Lissu aliweza kuwasihi na kuwataka wanachama na wafuasi wa chama hicho kuendelea kuchangia fedha ambazo zinatakiwa kiasi cha shilingi milioni 300 kwa ajili ya kufanikisha baraza kuu, ambapo Tundu Lissu amewambia changieni chama cha ukombozi. Nikinukuu anasema kwamba changieni baraza kuu, changieni chama cha ukombozi. Ni maneno ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu baada ya kuingia mahakamani, ambapo leo ameweza kuendelea kuuliza maswali ya dodoso kwa mashahidi kwenye shauri la kikatiba namba F73/2026 lililofunguliwa na mawakili Kulwa Maduhu, Nation Nkung na Paul Kisabo ambao wanalalamikia kuzuiwa kuingia gereza la Ukonga na kushindwa kupata faragha ya mazungumzo na mteja wao Lissu walipofanikiwa kuingia. Lakini pia katika hatua nyingine ambalo vikao vyake vya usikilizwaji vinafanyika kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala ndogo ya Dar es Salaam, waleta maombi wamejitambulisha kwenye kesi hiyo kuwa ni mawakili wa Tundu Lissu wamelalamikia kuzuiliwa kuingia ama kukosa haki ya faragha wanapokwenda kumwona mteja wao. Wakati akihoji maswali ya dodoso cross examination kwa shahidi wa pili wa waleta maombi Nation Nkung, Tundu Lissu ambaye ni mjibu maombi wa 4, shauri hilo licha ya kueleza kuunga mkono hoja zote zilizotolewa mahakamani hapo na waleta maombi, amegusia namna maafisa wa magereza walivyokataa kumpatia nakala ya hotuba ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini Oktoba 29 mwaka 2025, siku ya uchaguzi mkuu, na siku zofuata Jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman aliwasilisha wakati anakabidhi ripoti ya tume hiyo. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Taifa amesema aliwaagiza mawakili wake wamletee nakala hiyo kutokana na kwamba katika kesi ya uhaini inayomkabili upande wa jamhuri umefungua maombi madogo ya kumwongeza shahidi ambaye kwa namna moja au nyingine, endapo maombi hayo yatakubaliwa, yeye Tundu Lissu atajumuishwa moja kwa moja na matukio ya vurugu za Oktoba 29, 2025 na siku zilizofuata. Amesema licha ya kwamba vurugu hizo zilitokea ikiwa miezi 6 tangu awe gerezani, lakini analalamika kujiandaa na utetezi na kwamba aliwaagiza mawakili wake kumpelekea nyaraka hiyo kama sehemu ya maandalizi ya utetezi wake. Lakini licha ya mawakili kufanya hivyo, maafisa wa magereza wameizuia na hawajamkabidhi hadi leo. Kwa upande wake, Nkung ambaye alikuwa shahidi wa kwanza hii leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026 ameeleza mahakama namna maafisa magereza wa Ukonga wanavyosoma zaidi zile ambazo wanazozileta habari na vile ambavyo
wanavyo-watreat wakienda kumtembelea kiongozi wao. Lakini pia katika hatua nyingine, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Geita, Neema Chozaire ameachiwa kwa dhamana na mahakama ya wilaya ya Geita baada ya kutimiza masharti ya dhamana yaliyowekwa na mahakama. Akizungumza siku ya Jumatatu mara baada ya uamuzi huo, katibu wa Chadema kanda ya Victoria Zakaria Obadi amesema awali walifika katika mahakama kuu masjala ndogo ya Geita ambapo waliwasilisha maombi ya kutaka mtuhumiwa afikishwe mahakamani pamoja na kuomba apewe fidia kwa kile alichodai kuwa ni ukiukwaji wa haki zake. Obadi amesema baada ya maombi hayo kusikilizwa, upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa tayari shauri hilo lilikuwa limefunguliwa katika mahakama ya wilaya Geita, hivyo kesi ikaendelea kusikilizwa katika mahakama hiyo. Katika mahakama ya wilaya ya Geita, wakili wa serikali Rebaratus John amedai kuwa Neema Chozaire anakabiliwa na shtaka la kula njama na kutaka kuwaua askari wa jeshi la polisi. Kwa upande wa utetezi, wakili Beatus Emmanuel ameiomba mahakama imwachie mteja wake kwa dhamana, akieleza kuwa alitimiza vigezo vinavyohitajika kisheria. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya Geita Mjuni Mchunguzi alikubali ombi hilo na kuamuru Neema Chozaire aachiwe kwa dhamana baada ya kukidhi masharti yaliyowekwa na mahakama. Kesi hiyo inatarajiwa kuendelea katika tarehe itakayopangwa na mahakama kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria. Hayo ndio ambayo yameweza kujiri hii leo. Hivyo basi kesi hiyo imeahirishwa kwa upande wa wafunguaji ama watoa maombi ambao ni mawakili wa Tundu Lissu kuhusiana na kile ambacho wanadai kukosa haki ya kuweza kuzungumza ama kuwasiliana na mteja wao ambaye ni Tundu Lissu ambaye yupo gereza la Ukonga hapa Dar es Salaam. Na hivyo kesi sasa imeahirishwa, kesho tena zoezi la kuendelea kuwasikiliza mashahidi wengine kwa upande wa walalamikiwa ambaye ni mkuu wa gereza la Ukonga, ambapo kesho anatarajiwa kuwa shahidi mojawapo ambaye atafanyiwa ile dodoso ama cross examination na Tundu Lissu kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanalalamikiwa katika shauri hilo. Tukutane kesho tena kama kawaida, panapo majaliwa Mungu, katika dodoso mbalimbali ya kile ambacho kinaendelea katika shauri hili ambalo limefunguliwa na wanaojiita mawakili wa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wa Chadema. Tupe mtazamo wako, usiache kucomment. Hakikisha una comment kile ambacho unaona kwamba kinastahili, pia kama kutoa maoni yako kama ambavyo inavyotatikana. Lakini pia usisahau wala usiache kusubscribe, like, comment, share ili na wengine pia waweze kuzipokea ripoti zote za habari kupitia Josengo Media. Kazi yetu sisi ni habari, iwe asubuhi, mchana, jioni ama usiku zinapotufikia, na sisi pia tunakufikishia wewe kama kawaida. Mimi ni mwana habari wako, mimi ni reporter wako kama kawaida. Call me Ivan Joseph, till next time.